Tumeishinda tena. Tulishinda mwaka 22. Tumeshinda tena tuzo hii ambayo ni tuzo ya heshima inayotolewa na taasisi ya World Travel Award, na sisi tumeshinda kama kivutio mahususi katika Afrika. Kwa hiyo tunajisikia fahari kubwa sana kushinda tuzo hii. Na ndugu zangu, tuzo hii ni ya muhimu sana. Ina umuhimu mkubwa sana kwa Ngorongoro, lakini kwa Tanzania, na to be honest hata kwa Afrika, kwa sababu ni tuzo ambayo tumeshinda mara ya pili mwaka 23, tumeshinda tena leo. Kwa hiyo hii inathibitisha kwamba Tanzania ni kinara katika sekta ya utalii. Tanzania ni a preferred tourism destination. Tanzania ni premium tourism destination, kwa sababu unaposhinda tuzo kama hizi maana yake ni hiyo, kwa sababu tuzo hii inapigiwa kura na wapiga kura mbalimbali katika Afrika na sehemu mbalimbali katika dunia. Kwa hiyo tunafarijika sana kwamba tumepata tuzo hiyo, na ni tuzo ambayo kwetu sisi Ngorongoro upekee wetu ni kwamba tumeishinda tuzo hii kwa sababu Ngorongoro ni kivutio ambacho ni tofauti na vivutio vingine vyote ambavyo vipo katika sekta katika Afrika na katika dunia, na tunajivunia upekee huo, uniqueness ya Ngorongoro. Moja ni kwamba ina maajabu ya asili ambayo huwezi kuyakuta sehemu nyingine. Maajabu yenyewe yanajumuisha pia historia ya binadamu, human history. Mnafahamu kwamba Ngorongoro inahusika na binadamu wa kale sana ambao waliwahi kuishi pale, na historia ya ubinadamu imeanzia pale, na hii ni moja kati ya vitu vinavyoifanya Ngorongoro kuwa pekee. Lakini pia ina utamaduni wa kijamii, lakini utamaduni mahususi ambao unaunda urithi, ambao hivi vyote vinapoungana ndivyo vinavyofanya upekee, na tunahakika kwamba upekee huu ndio uliofanya Ngorongoro ikapigiwa kura na kuweza kupata ushindi. Mnafahamu na kwamba Ngorongoro ni moja kati ya hifadhi za kipekee ambazo zina hadhari 3 kutoka UNESCO, shirika la Umoja Mataifa la elimu utamaduni. Limeiclassify Ngorongoro kama sehemu ya urithi wa dunia wa mchanganyiko almaarufu kama Mixed World Heritage Site. Tofauti na sehemu nyingine kwamba ina mchanganyiko wa binadamu, ina mchanganyiko wa wildlife, na ina mchanganyiko wa ekolojia. Kwa hivyo vitu vyote hivi katika muktadha wa UNESCO vinaifanya Ngorongoro kuwa ni kivutio na kituo mahususi, na pia ni ina Global Geopark, inaitwa ni jiolojia. Katika maeneo ya jiolojia Ngorongoro inatumika kwa UNESCO kama sehemu hiyo, na sisi kama mamlaka ya Ngorongoro tunajivunia utajiri mkubwa sana wa mamlaka ya Ngorongoro, ambao ni pamoja na kreta ya Ngorongoro. Hii haiko sehemu yoyote ile, kwa hiyo tunayo sisi, na hata mtu ukitaka kuitengeneza huwezi kuipata kwa sababu ni asili, imejitengeneza. Kwa hivyo hii inatupa fahari kubwa sana kwa sababu katika kreta hii kuna maajabu yake, pana wanyama wanaokuwa mule, na ni kreta ambayo kwa viwango vya kimataifa ile population, msongamano wa wanyama katika eneo dogo ni mkubwa kuliko sehemu yoyote ile. Upekee wake huo, huwezi kukuta msongamano, ile population density kama unavyoweza kuikuta katika Ngorongoro. Lakini kuna kreta ya Empakai ambapo kuna ziwa la kuvutia, kuna utulivu wa kutosha wa asili wa kiikolojia. Vitu vyote hivi ni vya asili na vya kiikolojia. Kuna mlima wa Lomalasin, na ule mlima wa 3 kwa urefu hapa Tanzania. Kuna mlima mkubwa mnaofahamu wa Kilimanjaro. Huu mlima ambao upo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni wa 3 kwa urefu kwa Tanzania. Mlima huu una mandhari ya pekee. Huwezi kueleza mpaka mtu anapopata nafasi ya kuona. Mandhari yake haijawahi kupatikana pahala popote mpaka unapoiona. Lakini kuna kuzaliana kwa nyumbu ambao wanaohama. Manake hili ni tukio la kipekee la uzazi na mwanzo wa uhamiaji mkubwa sana kuelekea katika mbuga yetu nyingine ya Serengeti. Wale nyumbu ambao tunasikia wanaohama wanaingia mbuga ya Serengeti, baadaye wanakwenda
sehemu zingine, katika mbuga zingine katika eneo letu la Afrika Mashariki. Asili yao kama ingekuwa ni uzazi, ni kusema pale ndipo panapotokea ujauzito wao, alafu inaenda Serengeti kwenye malezi, alafu anakomaa sehemu nyingine na warudi. Kwa hiyo unaweza kuona muunganiko huo kwamba kuna mchango mkubwa sana ambao unatokea katika hiyo. Kuna bonde la Olduvai ambalo ni chimbuko la historia ya binadamu duniani, wote tunafahamu. Alafu kuna nyayo za Laetoli, na hizi ni alama za miguu za binadamu wa kale zaidi ya miaka milioni 300.6 iliyopita. Kwa hiyo kwa haya yote, pamoja na uasili na urithi tuliokuwa nao, lakini yote haya hayawezi kuwa na maana kama kusingekuwa na uongozi madhubuti wa kitaifa unaohakikisha kwamba rasilimali hii ya Ngorongoro inakuwa na rasilimali ni kitu kimoja, lakini kuifanya rasilimali ikawa na maana, ikachangia katika mapato ya kitaifa, ikachangia katika kuboresha maisha ya wananchi wanaokaa eneo hilo, lakini wananchi kwa ujumla. Na hii kwetu sisi tunaamini imetokea kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunafahamu wote, yeye alitumia muda wake kushiriki kama tour guide. Mnakumbuka sana katika filamu iliyofanyika miaka michache iliyopita, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliposhiriki. Hii imetupa mileage kubwa sana, kwa sababu kushiriki kwake kumeweza kuleta hamasa hapa nyumbani katika eneo la Afrika, lakini dunia nzima kufahamu kwamba kule kuna vivutio vikubwa sana vya nchi yetu. Na hii imeiona kwa namna mbalimbali ambavyo katika sera za nchi, mazingira wezeshi ya kuwafanya watu waweze kusafiri. Mnafahamu nchi yetu imeboresha miundombinu ya kusafiri ndani na nje. Vyote vitu vimechangia katika kufanya eneo letu la Ngorongoro liwe na maana. Lakini pia tunashukuru sana uongozi wa wizara yetu ya Mali Asili na Utalii chini ya Mheshimiwa Dr. Pindi Chana, ambao wao kama wizara yetu mama ndio wanaosimamia sera inayotuongoza, wanatokea mazingira mazuri na wanatupa usimamizi na kusimamia rasilimali tunazozitumia katika kufanya kazi hii. Tunaamini kwamba hii inaifanya Ngorongoro kuwa ni sehemu bora zaidi, na tunawashukuru sana. Kwa hivyo sisi kwa kupata tuzo hii inamaanisha kwamba inatupa nguvu ya kusonga mbele kwa kasi. Inatupa nguvu ya kusonga mbele kwa kasi. Wenyewe tumeanza kusema acceleration, kwamba tunapopata hii na kutambuliwa, tunaamini kwamba tunaweza tukafanya zaidi katika siku zinazokuja. Kwa hiyo tumedhamiria kuboresha miundombinu katika eneo la Ngorongoro. Miundombinu yote, miundombinu ya barabara, miundombinu ya vituo vya ulinzi na usaidizi, miundombinu ya watoa taarifa, miundombinu inayohusika na malazi ya watalii, miundombinu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tumetengeneza mkakati maalum ambao utahakikisha kwamba miundombinu ya Ngorongoro inakuwa bora na imara zaidi, kuweza kuvutia watalii wengi zaidi kutoka sehemu mbalimbali duniani, ikiwa pia na watalii wanaotoka hapa nchini. Kwa hiyo moja kati ya vipaumbele vyetu sasa ni kuboresha miundombinu yetu iweze kufanya kazi hizo. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, sina maneno mengi ya kusema zaidi ya kuonyesha furaha ambayo tunayo baada ya kupokea tuzo, na kwa kuwa jambo hili mwenye nalo ni kamishna wa uhifadhi, mimi naomba tu niseme maneno machache, kwa sababu mmekuwa ni chachu ya kuhakikisha kwamba tunasonga mbele, lakini tunafanya kile kitu ambacho kinastahili. Na wote tunafahamu kwamba eneo la hifadhi ya Ngorongoro ni eneo la kimkakati, na ndio maana haya yote ya tuzo na mambo mengine muhimu na mazuri yanatokea.